Ukiziona ishara hizi 5, tambua Mungu anakufunulia hatima yako kwa njia ya ndoto. Watu wengi wamekuwa wakimwomba Mungu awafunulie juu ya hatima zao. Watu wengi wamekuwa wakimwomba Mungu awaonyeshe wao wamezaliwa kufanya kitu gani hapa duniani, lakini wengi huwa hawajui kana kwamba Mungu amekuwa akiwafunulia kwa njia ya ndoto. Leo nimekuandalia ishara 5 ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue kuwa Mungu anakufunulia hatima yako kwa njia ya ndoto. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 5 ambazo ukiziona, basi tambua kuwa Mungu anakufunulia hatima yako kwa njia ya ndoto. Namba 1, unajiona ndotoni unafanya vitu vikubwa sana vinavyozidi uwezo wako. Yaani unakuwa unajiona ndotoni unafanya vitu vikubwa ambavyo vinazidi uwezo wako. Kwa mfano, labda wewe unaweza kuwa ni mtu ambaye ni mkimya, sio muongeaji, lakini ndotoni unajiona ukifundisha watu. Ndotoni unajiona ukiwa unaombea watu. Ndotoni unajiona unafanya vitu vikubwa ambavyo kiuhalisia ukija kuamka ukijiangalia huwezi kufanya vitu hivyo, lakini wewe ukilala unajiona unafanya vitu vikubwa sana. Unajiona unawafungua watu, unajiona unaombea watu wanafunguliwa, unajiona unawasaidia watu. Yaani unafanya vitu vikubwa ambavyo vinazidi uwezo wako. Hii ni ishara moja hapo ambayo Mungu anakuwa anakuonyesha hatima yako ni ipi. Wakati mwingine unaweza kujota unaendesha ndege, au wakati mwingine unaweza kujota uko kwenye mitambo, unachezea uko kwenye mitambo mikubwa ambayo inaendeshwa na mitambo mikubwa ya kiteknolojia, una operate. Mungu anakuwa anakuonyesha ile kusudi au ile hatima ambayo Mungu ameweka ndani mwako ina uhusiano mkubwa sana na hicho kitu. Kama umeonyeshwa uko kwenye mambo ya teknolojia, na japokuwa wewe unakuta hata huna experience, yani hujawahi hata kutumia teknolojia au hujawahi kutumia hata kompyuta, ile unajiona uko kwenye kompyuta unabonyeza, unafanyaje, una operate vitu. Manake hatima yako pia ina uhusiano na technology. Kwa hiyo unabidi uwekeze kwenye maarifa kujifunza juu ya technology. Kwa hiyo ukianza kujiona ndotoni unafanya vitu vikubwa sana vinavyozidi uwezo wako, ndoto hii inaweza kuashiria kuwa inabidi upate maarifa ya kutosha juu ya eneo hilo. Anza kupata maarifa ya kutosha juu ya eneo hilo. Lakini ishara ya pili ambayo ukiona, tambua Mungu anakufunulia hatima yako kwa njia ya ndoto. Unaota ndoto ambazo zinakuwa zimebeba ujumbe maalum. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto ambayo ndoto hiyo inakuwa imebeba ujumbe maalum. Unaona ndoto zenye ujumbe juu ya eneo fulani, inaweza kawa juu ya biashara, yani unakuwa unaota ndoto ambazo ndoto hiyo zinakuwa zimebeba ujumbe maalum, zinakuwa zimebeba maelekezo maalum. Wakati mwingine unaweza kaota juu ya biashara ya kufanya, wakati mwingine unaweza kaota juu ya safari, unaweza Mungu akaota ndoto ambayo ndoto hiyo inakuwa ina ujumbe maalum juu ya eneo fulani, au ina ujumbe maalum juu ya mtu fulani. Yaani unaota ndoto ambayo inakuwa na ujumbe maalum. Ukianza kuona ishara hii kwenye maisha yako, unaota ndoto ambazo zinakuwa zina ujumbe maalum. Mtu mwingine anaweza akafunuliwa kazi ya kufanya kwa njia ya ndoto, akaota anafanya biashara fulani, Mungu anakuwa anamfunulia, yaani mtu anakuwa anaota ndoto ambazo ndoto hiyo inakuwa imebeba ujumbe maalum ambao anatakiwa kuufanya. Ukisoma kwenye kitabu cha, nataka kuonyeshe mtu ambaye ukianza kuona unaota ndoto yenye ujumbe maalum, tambua Mungu anakuwa anakufunulia kuhusu hatima yako. Kuna wakati mwingine unaweza kupokea maelekezo ya kimungu kwa njia ya ndoto. Sasa na watu wengi wamekuwa wakipuuzia. Ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 na mstari wa 16 hadi 20, ili unielewe vizuri, ngoja nianzie mstari wa kwanza. Danieli sura ya 2 na mstari wa kwanza na kuendelea. Imeandikwa hivi: hata mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto, na roho yake ikafadhaika
usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto na tutaonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, na utuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tumwonyeshe tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu. Hata zamani zitakapobadilika, basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Ni neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri ya kuwaangamiza wenye hekima wote Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari hile. Basi Danieli akaingia, unaanza kuona mstari wa 16 sasa, nisikilize kwa makini. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli. Danieli alipopata habari akaenda akawapasha habari marafiki zake. Mstari wa 18, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alifunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Unaanza kuona mfalme ameota ndoto. Unaanza kuona mfalme ameota ndoto. Baada ya kuota ndoto, akaanza kutaka tafsiri ya ile ndoto. Kwanza anasema picha laanza, mfalme mwenyewe ameota ndoto na amesahau. Anataka watu wamkumbushe ndoto ilikuwa inahusiana na nini, lakini pia ilikuwa ina maana gani. Unaanza kuona watu wachawi wakasema hii haiwezekani, haijai kutokea kitu kama hichi. Ukisoma mstari wa 16, unaanza kuona kuanzia mstari wa 16 pale. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Danieli anaingia kuomba, anamwambia nipe muda mfalme, niingie nitakwambia tafsiri ya ndoto hiyo. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa, mstari wa 19, ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Mstari wa 20, Danieli akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Unaweza kuona Danieli anaingia, anaomba, Mungu anamfunulia kwa njia ya njozi. Kwa hiyo hii ni ishara kubwa sana. Ukiwa wewe ni mtu ambaye unaota kitu, unaota ndoto ambazo zinakuwa zimebeba ujumbe maalum, unaota ndoto ambazo zinakuwa zimebeba ujumbe maalum juu ya mtu fulani, ujumbe maalum juu ya eneo fulani, ujumbe maalum juu ya taifa fulani, ni ishara ambayo inaonyesha kuwa Mungu
anakufunulia hatima yako. Lakini na ishara ya tatu, ndoto unazoziota zinaanza zinaanza kukuthibitishia kile ambacho Mungu alishakusemesha. Yani zile ndoto ambazo unaziota zinaanza kukuthibitishia kile Mungu alichokusemesha. Zile ndoto zinaanza kukuthibitishia mambo yote ambayo Mungu alikusemesha. Mungu alikwambia utafanikiwa. Unashangaa ukilala unaota kama ni kwenye biashara, unaota una biashara yako inaenda vizuri, kampuni yako inaenda vizuri. Kama ni kwenye huduma, Mungu alikwambia labda, yamkini Mungu alishakwambia, alishakusemesha na kwamba utakuwa nabii wangu, utakuwa mtumishi wangu, utaifanya kazi yangu. Mungu anaanza kuthibitishia kwa njia ya ndoto wako. Ukilala unaanza kiota kile, Mungu anaanza kuthibitishia kwa njia ya ndoto. Unajiona ndotoni unaombea watu, unajiona unawafungua watu, unajiona unawasaidia watu. Kwa hiyo ni ishara ambayo inaonyesha Mungu anakufunulia hatima yako. Lakini ishara namba 4, unaota ndoto ambazo zinakuacha na mzigo mzito sana ndani yako. Unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto, alafu ndoto hile inakuwa inakuacha na mzigo mzito ndani yako. Ndoto hile inakuwa yani ukiamka ni sawa na ndoto inakwambia unatakiwa ufanye, unatakiwa ufanye. Ukianza kuona unaota ndoto ambazo zinakuacha na mzigo mzito ndani yako, unaota yani hiyo ndoto inakuwa imebeba msukumo ndani yake, utakiwa kupuuza ndoto hiyo hata kidogo. Ndoto hiyo inakuwa imebeba ujumbe mzito kwenye maisha yako. Lakini ishara ya 5, ndoto kujirudia mara kwa mara. Yani unakuwa unaota ndoto hiyo inakuwa inajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo ndoto kujirudia ni ishara moja hapo ambayo inaonyesha Mungu anakufunulia. Hataki upitwe na ujumbe huo. Unakuta unaota ndoto ile mara kwa mara, Mungu anakuwa anakufunulia. Yusufu aliota ndoto iliyojirudia lakini ilikuwa ina maana moja. Aliota ndoto tofauti tofauti, lakini ndoto hiyo ilikuwa ina maana moja. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 5 utaona Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao akazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 9, akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake. Unaweza kuona Yusufu alikuwa anaota ndoto, Mungu alikuwa anamfunulia na kwamba baadaye Yusufu atakuja kuwa mmiliki, baadaye atakuja kuwa kiongozi. Kwa hiyo ukianza kuona ndoto zinajirudia mara kwa mara, unaota ndoto ambayo ndoto hiyo inakuwa inajirudia mara kwa mara, ni ishara ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakufunulia juu ya hatima yako. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba niambie kwenye comment umejifunza kitu gani. Mungu akubariki sana, ninakupenda mno na nikutakie wakati mwema.